Taarifa kumuhusu Mwigulu Nchemba ya kitambo kidogo imezua taharuki nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza, tafadhali hapa kumbuka kusubscribe. Mitandao ya kijamii nchini Tanzania imechafuka kwa mjadala mpana baada ya kusambaa kwa simulizi inayomhusu waziri wa taifa la Tanzania Mwigulu Nchemba, ikielezea uwezo wake mkubwa wa masomo tangu alipokuwa mwanafunzi wa shule ya sekondari. Simulizi hiyo imeibua mjadala mkubwa si tu kuhusu maisha yake ya kitaaluma kabla ya kuingia siasani, bali pia kuhusu namna elimu, vipaji vya mapema na safari ya kisiasa vinavyoweza kuathiri uongozi wa taifa. Taarifa hiyo ilianza kusambaa mitandaoni baada ya kuchapishwa kwa mchambuzi wa michezo na takwimu za kituo cha televisheni cha Azam TV anayejulikana kama Ramadhan Mbwaduke, na kupitia maelezo yake Mbwaduke alidai kuwa aliwahi kusoma shule moja na Nchemba na kushuhudia moja kwa moja uwezo wake mkubwa katika masomo, hasa katika somo la hisabati. Na kwa mujibu wa simulizi hilo, tukio lililowashangaza wengi kwa wakati huu ni pale ambapo Nchemba aliruhusiwa kufanya mtihani wa kidato cha 6 wakati bado alikuwa mwanafunzi wa kidato cha 5. Kwa mujibu wa Mbwaduke, jambo hilo halikuwa la kawaida katika mfumo wa elimu wa Tanzania, kwa sababu wanafunzi wengi kufanya mtihani huo baada ya kukamilisha masomo ya kidato cha 6. Hata hivyo, kilichozua mshangao zaidi katika simulizi hilo ni kwamba licha ya kufanya mtihani huo mapema, Nchemba alifanikiwa kuongoza matokeo katika mkoa mzima, na ni tukio hilo ambalo linavyosimuliwa lilifanya walimu na wanafunzi wengi kumtazama kama mwanafunzi mwenye kipaji kikubwa na uwezo wa kipekee wa kitaaluma. Simulizi hiyo ilipata umaarufu zaidi baada ya kushirikishwa katika mitandao ya kijamii na mwanahabari na mfanyabiashara anayejulikana sana katika mijadala ya kisiasa na kijamii mtandaoni Lemtuz. Kupitia majukwaa yake ya mtandao, Mtuz mara nyingi hushiriki taarifa mbalimbali zinazohusu siasa, jamii na viongozi wa Tanzania, na ni jambo ambalo limefanya simulizi hili kufika kwa maelfu ya watumiaji wa mitandao ya kijamii ndani ya muda mfupi. Baada ya taarifa hiyo kusambaa, mijadala imeibuka kwa kasi, huku baadhi ya watumiaji wakionyesha mshangao wao kuhusu uwezo wa kitaaluma wa Nchemba na tangu akiwa mwanafunzi. Wengi wamehusisha simulizi hilo na mafanikio yake ya kisiasa, wakisema kuwa msingi mzuri wa elimu unaweza kuwa umechangia katika uwezo wake wa kushika nafasi nyeti serikalini. Kwa sasa Mwigulu Nchemba ni mmoja wa viongozi wakuu katika serikali ya Samia Suluhu Hassan, akihudumu kama waziri wa fedha. Wizara hiyo ni mojawapo ya taasisi muhimu zaidi katika serikali kwa sababu inasimamia sera za uchumi, bajeti ya taifa na mikakati ya maendeleo ya kifedha. Wataalamu wengi wa uchumi wanaelezea kuwa nafasi hiyo inahitaji uwezo mkubwa wa uchambuzi wa takwimu, mipango ya kifedha na uelewa mpana wa mienendo ya uchumi wa ndani na kimataifa. Na katika muktadha wa siasa za Tanzania, simulizi kama hii mara nyingi hutumiwa kujenga taswira ya viongozi kama watu wenye uwezo mkubwa tangu wakiwa vijana. Na hii ni sehemu ya utamaduni wa kisiasa unaoonekana katika nchi nyingi duniani, ambapo historia ya elimu ya viongozi hutumiwa kama ushahidi wa uwezo wao wa kushika madaraka ya juu serikalini. Hata hivyo, mjadala ulioibuka baada ya kusambaa kwa simulizi hilo haukuishia tu katika kusifu uwezo wa kitaaluma wa Nchemba. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wameanza kuhoji iwapo tukio hilo lilifanyika kupitia utaratibu maalum wa shule au kama lilikuwa sehemu ya mfumo na utambua wanafunzi wenye vipaji maalum. Maswali hayo yamefungua mjadala mpana kuhusu namna mfumo wa elimu unavyoweza kutambua na kukuza vipaji vya wanafunzi mapema. Kwa upande wa kisiasa, mjadala huu unakuja katika kipindi ambacho viongozi wa serikali ya Tanzania wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na mfumuko wa bei, mabadiliko ya soko la dunia na juhudi za kuongeza mapato ya ndani ya serikali. Katika mazingira hayo, wasifu wa kitaaluma wa viongozi wanaosimamia uchumi wa taifa mara nyingi huwa sehemu ya mjadala wa kisiasa.
Safari ya kisiasa ya Mwigulu Nchemba pia imekuwa na misukosuko kadhaa, na katika miaka ya nyuma mwanasiasa huyo ni mwanachama wa chama tawala cha Chama cha Mapinduzi ambacho kimeiongoza Tanzania kwa miongo kadhaa tangu uhuru. Na ndani ya chama hicho Nchemba amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za kisiasa na serikali, ikiwemo nafasi ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi katika vipindi tofauti vya utawala. Katika kipindi cha uongozi wa rais wa zamani John Pombe Magufuli, Nchemba aliwahi kushika nafasi ya waziri wa kilimo kabla ya baadaye kuhamishiwa katika wizara nyingine. Baada ya kuingia madarakani kwa Samia Suluhu Hassan mwaka 2021, aliteuliwa kuwa waziri wa fedha, nafasi ambayo imekuwa na uzito mkubwa katika kusimamia mageuzi ya uchumi na mipango ya maendeleo ya serikali. Na katika siasa za ndani ya CCM, viongozi wanaoshika wizara nyeti kama hii mara nyingi hutazamwa kama watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali. Wizara kama hii ina jukumu la kusimamia bajeti ya taifa, sera za kodi na mikakati ya uchumi, na ni jambo ambalo linaifanya kuwa moja ya taasisi muhimu katika mfumo wa utawala. Kwa uchambuzi wa siasa, simulizi kuhusu historia ya elimu ya Nchemba inaweza pia kutafsiriwa kama sehemu ya simulizi pana inayolenga kuimarisha taswira ya viongozi wa serikali mbele ya umma. Na katika zama za mitandao ya kijamii, hadithi za maisha ya viongozi mara nyingi huenea kwa kasi na kuchangia katika kujenga maoni ya wananchi kuhusu uwezo wao. Katika upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wanaona kuwa mijadala ya aina hii inaonyesha namna siasa za kisiasa na kisasa zinavyoathiriwa na mawasiliano ya kidijitali. Mitandao ya kijamii imekuwa jukwaa muhimu ambapo simulizi kuhusu viongozi, mafanikio yao au hata changamoto zao husambana kujadiliwa kwa kiwango kikubwa. Kwa wanafunzi na vijana wengi wanaofuatilia mjadala huu, simulizi hiyo imekuwa chanzo cha motisha kuhusu umuhimu wa juhudi katika masomo. Baadhi ya wachambuzi wa elimu wanaeleza kuwa hadithi za wanafunzi waliofanikiwa mapema zinaweza kusaidia kuhamasisha wengine kuamini katika uwezo wao wa kufikia mafanikio makubwa baadaye. Na katika historia ya siasa za Tanzania, viongozi wengi wamekuwa wakijulikana kwa historia zao za kitaaluma kabla ya kuingia katika uongozi. Mfumo wa elimu umeendelea kuwa moja ya njia muhimu inayotumika kukuza viongozi wa baadaye katika sekta mbalimbali za taifa. Kwa hivyo mjadala ulioibuka kuhusu uwezo wa masomo wa Nchemba unaonyesha zaidi ya simulizi ya wanafunzi ama ya mwanafunzi mmoja aliyefanya vizuri darasani. Unaguza pia maswali mapana kuhusu uhusiano kati ya elimu, uongozi na uaminifu wa umma kwa viongozi wa kisiasa. Hatimaye tukio hili linaonyesha jinsi simulizi ndogo inayosambaa mitandaoni inaweza kuibua mjadala mkubwa kuhusu siasa na uongozi. Na katika wakati ambapo serikali ya Samia Suluhu Hassan inaendelea kusukuma ajenda ya mageuzi ya uchumi na maendeleo, taswira ya viongozi wake pia inaendelea kujengwa kupitia hadithi za maisha yao ya awali. Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji kutoka hapa TanzaPulse, chaneli yako pendwa na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi, subscribe, like na kushare video zetu.